Mswada wa fedha wa mwaka 2026 umewasilishwa bungeni hii leo ambapo umesomwa kwa mara ya pili, bunge likianza mchakato wa kuupitisha mswada huo kabla ya mwaka mpya wa kifedha kuanza Julai mosi. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Emmanuel To, kikao hicho kilichemka, wabunge wa upande wa serikali na wale wa upinzani walipolumbana kuhusu mapendekezo ya kubadilisha sheria ya ushuru wa nyumba. Baada ya muda wa kusikiza maoni kutoka kwa wananchi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026, ripoti hiyo ilifikishwa bungeni Jumanne adhuhuri na mwenyekiti wa kamati ya fedha Kimani Kuria alianza kwa kuupigia debe mswada huo. Kamati hiyo ikisema imependekeza kuondolewa kwa ushuru wa Wakenya wanaolipwa mshahara wa chini ya shilingi 30,000. And it's our recommendation to the National Treasury, Honorable Speaker, to go back to the drawing board and let us find a way of waiving, Honorable Speaker, taxpayers or employed Kenyans who earn less than 30,000 shillings. Where and which clause is it that? Hata hivyo joto lilipanda bungeni, wabunge wa upinzani na wale wa serikali wakikabiliana vikali kuhusu mapendekezo ya ushuru wa nyumba. I mean, if the landlord has to pay more, obviously they pass off that increase to the members that are their residents. So, Mr. Speaker, that again is a punishment. What is out to of Kenya, order, Honorable Majority will... Leader? I'll give you sufficient time. Honorable Speaker, again I rise on Standing Order 91. Yes. On responsibility for statement of fact. Honorable Speaker, the Honorable Mbui purports that there is a new tax on rent. It is difficult for a taxpayer or a tenant to verify whether the landlord is a resident or is a non-resident. Mjadala huo ukiwavutia wabunge zaidi waliotaka ufafanuzi kuhusu mabadiliko ya sheria hiyo. If what the Speaker, the majority want to mean is what you call non-citizen, then they should have put the word non-citizen. The point is this, Mr. Speaker. Argument, Honorable Speaker. The point is this, Mr. Speaker. Wabunge wa upinzani pia wakipinga kile wanachosema ni nyongeza ushuru wa nguo za mitumba. Mr. Speaker, this bill is actually going to tax clothes for those people that cannot afford new clothes. We are introducing a tax on mitumba. The clothes that are bought by the people that we employ in our places that do not have money. But is Honorable Robert in order to be using the floor of this house to misinform the country that there is tax on mitumba? Mswada huo unatarajiwa kujadiliwa zaidi Jumatano na Alhamisi, wabunge wakilenga kuupitisha kabla tarehe 30 mwezi huu. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi.